Biblia katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ni ya 5 mstari ni wa 17 na 18. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunahitaji kuelewa vizuri namna maombi yanavyofanya kazi katika maisha yetu. Nasi tunakualika katika jioni hii ya leo, Mungu wetu, ukae katikati yetu, tufundishe. Ukae katikati yetu, uzungumze nasi. Tunaomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Asubuhi tulikuwa na msitizo juu ya kuvaa silaha, na tuliona kwamba silaha ya maombi ni muhimu sana, kwa sababu ilikinga dhidi ya mishale ya mwovu. Na tuliona hapa asubuhi Paulo akisema, akiwakumbusha kanisa la Efeso kwamba shetani ana mishale ya moto, na kinga yetu ni maombi. Katika jioni hii ya leo tutaangalia mambo machache juu ya maombi na kisha tutaomba. Katika sura ya Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ni ya 6, Mathayo 6. Fungua nami katika kitabu cha Mathayo 6. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 12 anasema, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. 14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Katika jioni ya leo tunahitaji kujikumbusha mambo muhimu juu ya maombi. Na jambo la kwanza ni katika maelekezo ya jinsi ya kusali ambayo Yesu aliyatoa, akiwakumbusha watu wa kizazi kile na watu wa kizazi hiki. Moja ya mambo yanayotikisa ulimwengu katika wakati huu ni pamoja na mtu kumkosea mwingine. Na kuna makosa ya kawaida, ila kuna makosa mengine hata sio ya kawaida. Na katika ulimwengu tulio nao kuna wanadamu wengine wana kawaida, yaani akiamka asubuhi anajiuliza leo nikamkere nani, yaani akasirike kidogo. Yaani katika maisha yake hapati nafuu, haoni kama yuko vizuri mpaka aone amefanya kosa linalomuuzi mtu mwingine. Na wakati mwingine hata ni kwa makusudi. Muone tu achekecheke hivi, lakini kuna muda mchache tuko na tanuna sasa hivi. Wako watu wa aina hiyo. Na waliokwazika katika hii dunia ni wengi. Ni wengi. Kuna wakati kuna mtu na mimi alinikwaza kabisa, alafu nikakaa muda mrefu. Baadaye nikakumbuka sijamsamehe, nikapiga magoti, Bwana namsamehe. Yaani na mimi namsamehe huyo, tena sitakumbuka.
kila ninapokuja nikisoma hili fungu ninajiuliza ikiwa kuna mtu ambaye nahisi kwamba amenitendea jambo ambalo naliona kama sio la kawaida, amenisingizia, ameniharibia tabia, ameniharibia mahusiano na watu wengine. Kuna kitu kila mtu aliyeko hapa amefanywa na jirani yake. Lakini neno linasema hivi, kama unahitaji kusamehewa, jambo la kwanza uwasamehe kwanza waliokukosea. Na hata kuna wengine huenda hata hawajakukosea, ila ni hisia zako tu, nao uwasamehe. Asubuhi tulikuwa na ukweli wa kusikitisha juu ya yule mwanajeshi aliyekutikana katika machimbo miaka 70 baadaye. Maana vita ilikuwa 1945 na miaka 70 baadaye ndipo yale utafiti ulipokuwa unaendelea kuvumbua wapi ambapo watu walikufa na walikuwa wamekufa ni akina nani, kwa sababu waliokufa ni wengi. Hata ukienda ukigugu hapo utakuta idadi wengi kabisa. Na mimi nikawa na hamasa zaidi ya yule askari ambaye alikufa na silaha zake zote. Tukizingatia kwamba unaweza ukawa na silaha zote, ukawa na maombi, ukawa umesoma neno la Mungu, kila kitu unacho. Yule askari alikuwa na kila kitu, lakini akafa katika handaki. Alikuwa hadi na chakula, lakini alifia katika handaki. Alikuwa na kiona mbali, binoculars alikuwa nazo, lakini bado alipigwa guruneti ya kichwa na alikufa. Sasa leo jioni pia nina ukweli wa kusikitisha pia. Moja katika nchi bara letu la Afrika, mama mmoja alitoka katika imani zingine, imani fulani, akasikiliza imani ya Kikristo, na alipokuwa anasikiliza akavutiwa. Na wakati jambo hilo linafanyika, kulikuwa na nyakati maalum za sikukuu za marafiki zetu hawa ambapo alikuwa akiabudu, na akaonekana katika nchi yenye makatazo mengi kuona Wakristo wakiwa naabudu. Yule mama akaenda kwa siri, mume wake akiwa hajui, akaenda kanisa mojawapo, na jirani mmoja ambaye hakubaliani na imani ya Kikristo alifuatilia nyuma, na alipofika akaona yule mtu, wangapi wanatoa maisha yao na wako tayari kujiunga na Ukristo. Yule mama alisimama, na mama yule aliposimama, yule jirani alipeleka habari. Kabla mama hajarudi nyumbani, akafikisha taarifa, mke wako nimemuona ameukubali Ukristo na hivi ametoa maisha yake na nimeona kwa jicho langu. Baada ya kurudi, mwanamume yule ambaye mke wake alikuwa na watoto 3, mwaka huu Machi 13 mwaka huu, alichukua panga na akamkata shingoni mke wake kwa sababu ya kuipokea imani. Yule mke wake akamwangalia kabla hajafa, akamwambia, ninakuombea tena, na kosa ulilofanya ninakusamehe. Imani niliyojifunza ni kwamba kuna ufufuo siku ya mwisho, natamani kukuona. Akakata roho. Unaweza ukajiuliza ungekuwa wewe ungefanyaje? Yaani mtu amechukua upanga, amekukata, na unajua kwamba katika maumivu haya ninakwenda kufa. Hili ni tukio la mwaka huu. Na unajua kuna nchi ambazo ukifa kwa sababu ulipokea Ukristo sio swala sana la kupeleka hata mahakamani. Inaishia tu hapo. Na ukifuatilia visa hivyo, kuna watu wengi waliuliwa kwa sababu kupokea imani.
wakati Yesu anakufa katika msalaba wa Calvary, alisema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Na akasamehe, na akasamehe na mtu ambaye alikuwa ni jambazi kabisa, lakini akamwambia, tangu saa hii umeshasamehewa. Stefano wakati anauliwa, Paulo akiwa amesimama pembeni wakati anaitwa Sauli, katazama juu akasema, ninaona mbingu zimefunuka, namuona mwana wa Adamu ameketi. Na akasema, Bwana uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Kwa hiyo tuna vielelezo vya msamaha vikianzia na Yesu mwenyewe, na kielelezo cha msamaha kupitia kwa Stefano, akijua kwamba walioko mbele yake hawatamwachia zamu hii, anakwenda kufa, lakini bado alisema, hawa hapa, nahitaji tukifika katika ufalme wa Mungu tuonane. Katika ulimwengu wa sasa ni rahisi tu kusema, Bwana, hivi uwaoni kweli hao? Yaani ninafanya kazi ya Mungu alafu wananiua, na wewe Bwana unaona, na wao wafe kama mimi ninavyokufa. Ndicho ambacho mwanadamu angesema. Na yule mama angalisema kwamba auae kwa upanga, naye atauliwa kwa upanga. Kwa hiyo wewe mume wangu unanikata panga kabisa, na wewe utakatwa hivyo hivyo. Lakini anasema, ninahitaji nionane nawe siku ya ufufuo. Unaweza ukaomba kila siku, lakini Bwana asisikie maombi yako, kwa sababu kuna watu ambao wamekutendea kabisa kwa makusudi sio haki. Lakini shida iliyopo ni kwamba hujachukua fursa ya wewe kuwa hai, uwasamehe ungali hai. Na kuna watu ambao wataikosa mbingu tu kwa sababu hawakusamehewa, na hawakusamehewa kwa sababu na wao hawakuwa tayari kusamehe. Kila mtu afikirie, ana mtu gani alimkwaza katika maisha yake? Bosi wako, mke wako, mume wako, mtoto wako, mzee wa kanisa, mchungaji wako wa mtaa, jirani yako? Ni nani ambao unahisi kwamba amekutendea jambo lisilo la kawaida na lilikudhalilisha, na unaona hili jambo siwezi kuvumilia, ninaweza tu kusamehe, lakini sio hilo? Fikiria kwamba usipomsamehe unaacha kujisamehe wewe mwenyewe. Sasa ziko nyakati ambazo Mungu anaweza akajibu maombi. Maana tunazungumza habari ya maombi. Nahitaji wale vijana ambao wao wanapoitwa huwa wanakuja haraka sana hapa. Nahitaji vijana 7. Wala siwapi chochote zaidi, yani wala sitaweza maswali wasiweza kuyajibu. John tu hapa, vijana 7 tu msimame hapa. Hamhitaji maiki wala hamtazungumza. Simameni hapa tu, simameni hapa chap chap. Alafu kuna kitu ninawapa hapa. Tuko kwenye somo la maombi. Sogea kule. Sogea hapo, sogea. Basi simama hapo, mnatosha. Sasa ninahitaji uvute pumzi. Alafu usitoe wala usipumue. Na ukijikuta umepumua, ondoka. Uwe mwaminifu. Nitaanza kuhesabu, ikifika 3 uache kupumua, yani uache zoezi la kuingiza hewa na kutoa. Na ukijikuta kwamba sasa ulipo huwezi kuendelea alichokaa Yesu Kristo katika chumba cha maombezi, wala hata kerwa na mtu ambaye kila saa naomba, ila anaposikia kuna mtu fulani katika makambi ya hapa Misufini, muimbaji fulani, kijana fulani, mama fulani anapeleka shida zake, anasema hii ndio biashara ninayohitaji, niko hapa kwenye chumba cha maombezi kwa ajili ya huyu kijana. Na anasikitika
kuona kuna watu wana shida, wana mizigo, lakini wanaibeba wenyewe, hata waipeleki kwake. Tuendelee kidogo. Bwana kuna wakati anajibu haraka, na kuna wakati anachelewa. Pale juu katika mlima wa Karmel, wakati mambo yalipokuwa mabaya enzi ya utawala wa mfalme Ahabu na mke wake Yezebel. Yezebel alijulikana kama notorious woman, yaani mwanamke ambaye ni mbabe kuliko hata mfalme mwenyewe alivyokuwa, na akaleta ushawishi na madhabahu yakajengwa mitaani, watu wakaacha kwenda kuabudu mahali ambapo palipangwa kwa ajili ya ibada. Na Mungu akakasirika, na ujumbe ukatumwa na Mungu kupitia kwa Elia, kaambiwa mwambie sasa tunaanza na adhabu ya kwamba miaka 3.5 mvua haitanyesha. Na neno hilo likatokea, ukame ukaikumba nchi. Na Yezebeli akasema hii ni kazi ndogo, napeleka manabii wangu kule mlimani wakaombe. Wakaomba siku ile nzima inakaribia kuisha. Elia akaanza na sadaka. Jamani, swala la sadaka sio la mchezo. Ibada zote katika utaratibu wa ibada katika kanisa la Agano la Kale ilikuwa inaanza na sadaka. Zote zilikuwa inaanza na sadaka. Na ndio maana hata kanisa tunaanza na sadaka. Na sadaka sio jambo la mchezo. Lingekuwa la mchezo, Yesu asingejitoa sadaka katika msalaba wa Calvary. Kwa hiyo Elia akaanza na yeye, sadaka ikatolewa, sadaka ile ikateketezwa, ikateketea, na hii ilikuwa ni ishara kwamba Bwana ameipokea hiyo sadaka. Kwa hiyo kinachofuata sasa ni maombi, mvua inyeshe. Na tunakumbuka aliomba mara ya kwanza hakuna mvua, mara ya pili hakuna mvua, mara ya tatu hakuna mvua. Hii ni kusemaje? Kuna wakati Bwana unaomba anasema bado subiri. Unaomba anasema subiri, sio muda wake. Unaomba anasema subiri. Akaomba mara 7. Lakini katika Bible commentary ukurasa toleo la pili, ukurasa ni wa 1034, katika ufafanuzi wa kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ni ya 18, ambayo utaisoma mwenyewe ili kupata hicho kisa vizuri. Ellen G. White anafafanua, anasema wakati Elia alipokuwa akiomba, Shetani kupitia mtumishi wa Elia alikuwa anamkatisha Elia tamaa. Akipanda maneno ambayo mtumishi alisema yaliishia tu kwamba hajaona, na ilisema tu alimtuma, lakini kwa kweli maneno hasa aliyosema mtumishi hakuandikwa. Lakini najiuliza, ni kana kwamba tu anasema mzee, hapa tunaona hakuna kitu. Mara ya kwanza, ya pili anasema hakuna kabisa, sioni. Ya tatu sioni. Na akipanda kule juu yule mtumishi, Shetani alikuwa anaenda kumchochea maneno ya kusema, ili anaporudi kwa Elia, yumkini Elia akate tamaa, asiendelee na maombi, aache kuomba. Kwa vile Shetani ameshindwa, Elia naye aweze kushindwa, ili ionekane Shetani ameshindwa na Mungu ameshindwa. Kwa hiyo alikatishwa tamaa. Lakini wakati akiwa anaendelea kuomba, ili aombe mara ya 5, aombe na mara ya 6, neno linasema akajihoji moyoni mwake, ili aone ya kwamba kama kuna kitu ambacho kimebaki katika moyo wake kinazuia maombi yale, Bwana akiondoe. Na neno linasema akafanya toba. Kama kuna maombi unayoyaomba, umeomba sana na umeomba kila wakati, jambo ni lile lile, hauoni badiliko, rudi katika maisha yako na moyo wako ufanye uchunguzi.
Eliya akasema, kama ni wasiwasi wangu, kama ni hofu yangu, iondoke. Na baadaye Eliya akasema, ikiwa mvua hii itanyesha, sitasema ni mimi niliyesababisha inyeshe, nitasema ni kwa uwezo wa Mungu. Pointi hiyo ilipomfikia tu Mungu, mtumishi alipoenda kule juu alirudi akasema, kwa kweli ninaona kawingu. Maana walikuwa katika kilele cha mlima ambacho ukisimama pale juu unaiona bahari, na kule ndiko kulikuwa mwelekeo wa wingu la mvua. Akasema, hata hivyo mtumishi, nimeona kama kawingu hivi, lakini ukubwa wake ni kama kiganja cha mkono wa mtu. Eliya yeye alipoona pale akasema, biashara imeisha. Haleluya! Yaani watu wenye imani wakiona dalili kidogo tu, kidogo, akiwa na shida ya shilingi milioni 1, akiona 10,000 kwake ni kiganja cha mkono wa mtu, na anaiona milioni inamfuata. Haleluya! Wakateremka, mvua ikanyesha. Kama kwa Eliya aliomba mara 7, kwa nini mimi nisiombe bila kukoma hata zaidi ya mara 7? Kwa hiyo kuna wakati Mungu anasema, subiri kidogo. Na kuna wakati anajibu haraka. Maana katika Isaya 59:1, Isaya 59:1 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Katika mambo ambayo Bwana hawezi kukaa kimya ni pale ambapo mtu anaenda kwa moyo wa dhati katika ombi la toba. Yule mwivi pale msalabani alisema, Bwana unikumbuke, ikaishia hapo. Omba kwa imani. Omba kwa imani. Katika Mathayo 21:22 neno linasema, na yoyote mtakayo yaomba katika sala, mkiamini mtapokea. Kumbe kuna wakati tunaomba lakini tunakuwa na imani haba. Wako watu katika maombi wanasema, ninaomba basi nione kama itawezekana, ila ninavyoona ni kama vile haliwezekani hili jambo. Kama Bwana akikujibu maombi yako, shukuru. Kuna watu ambao kuna kabila moja tu hapa nchini, sitalisema, neno asante halina. Yaani utalitafuta kwa kilugha utalipata. Katika uchunguzi wangu nimeona kabila moja tu na nilitafuta wote, nikauliza neno asante kwa kilugha, walisema hamna. Mshukuru Mungu na ukawashuhudie kwa watu, ili imani ya watu wengine nayo iweze kukua, kwamba Bwana amenitendea muujiza mkuu. Nilikuwa ninaumwa, sasa nimepona, na huu kwangu naona ni muujiza. Kumbe tukiomba kwa imani Bwana anasikia. Kumbe tukiomba kwa imani Bwana anatenda. Ni mwanafunzi na nilikuwa sina ada, nikaomba, Bwana amenipatia ada, ninamshukuru. Tangaza fadhili za Bwana, watu wengine wapate kuzisikia. Usikae kimya. Na Mungu anapokujibu katika Samueli wa kwanza sura ya 7, Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12, Israeli waliposhinda wakaweka jiwe la kumbukumbu, wakasema, Ebeneza, hata sasa Bwana ametusaidia. Yawezekana una orodha ya mambo unayohitaji Bwana akusaidie, yako 100. Bwana akikusaidia moja, sema Ebeneza, hata sasa Bwana ametusaidia. Weka kumbukumbu. Wakaweka jiwe.
tunajenga makanisa, tunafanya kazi ya Mungu. Weka kumbukumbu katika kanisa lako. Weka kumbukumbu. Siku ya Alhamisi mtaona watu watakaoleta kumbukumbu zao hapa. Maana ni siku ambayo watu wataleta sadaka za vitu. Na leo hii ninamshukuru Mungu kwamba kuna mtu ameleta jambo katika kanisa hili, na tutaliweka wakifu hapa siku ya Alhamisi. Ameweka kumbukumbu, hatujui Bwana alimtendea nini, hatujui, lakini ameona hebu aweke kumbukumbu ambayo ikitazamwa na wanadamu watasema hii ni kumbukumbu, na aliyeleta ni fulani, na hatujui kwa nini ameleta, lakini tutamuombea ili Bwana azidishe baraka katika maisha yake. Kuwa tayari kupokea majibu ya Mungu. Sasa hapo kuna tatizo kidogo. Kuwa tayari kupokea majibu ya Mungu. Wakati tulipokubaliana na mke wangu kwamba sasa inabidi tutoe taarifa kwa wazazi wa pande zote mbili, akawa anafunga na kuomba. Alafu anasema, Bwana, kama huyu sio yeye atakayenifaa katika maisha yangu, hilo jambo lishindikane. Alafu baadaye akaniambia, unajua niliomba, alafu baadaye akasema, hivi nimeomba nini hapa? Isije kashindikana kweli. Alikuja baadaye akaniambia, nilikuwa napiga magoti naomba. Si yuko pale, yuko pale. Kwa hiyo nasema kitu cha kweli hapa. Akawa naomba, anasema, kama huyu ataniletea taabu katika maisha yangu, hatutaelewana, hatutaishi pamoja. Sasa huu chumba funga. Alafu baadaye akasema, hivi ungefungwa ingekuaje? Lakini angalau akaomba. Sasa Yohana alikuwa anaomba. Yaani amefanya kazi kubwa. Amembatiza Yesu katika mto wa Yordani. Amebatiza watu wengi. Ametangaza, anasema huyu ndiye mwana kondoo anayekuja kuukomboa ulimwengu. Lakini sasa Yesu amekuja, Yohana ametiwa gerezani, na Yesu anajua Yohana yuko gerezani. Yohana anatuma, anasema, muulizeni ni yeye au nitumainie mwingine? Ni yule niliyembatiza kweli? Akamwambia, mwambieni Yohana, vilema wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Na ukimweleza tu hivyo ataelewa kweli huyu ndiye Kristo. Lakini hajamtoa gerezani. Yohana akaishia kichwa chake kuletwa juu ya sinia. Unadhani alikuwa haombi? Kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiomba Bwana anakataa. Na ni vichache sana. Na ni mara chache. Na kwa hiyo usianze kunungunika ikiwa umepeleka maombi yako, hata kama ni ya dhati kiasi gani, na Bwana ama amechelewa kujibu au hajajibu kabisa. Ulikuwa unaombea mgonjwa, unafunga na unasema ninaomba kwa imani, muondoe hapa hospitalini, lakini asubuhi, usiku ule ulipoomba hadi asubuhi, taarifa ya kwanza ya asubuhi ni kwamba yule mgonjwa amepelekwa mochwari. Wala usikate tamaa. Ndio sayansi ya Mungu ya maombi. Sasa tunaenda kwenye session ya maombi. Tunaomba praising team mkae pale. Tunaenda kwenye session ya maombi. Wale praising team tafadhali, kuna viti vyeupe pale, kaeni tu pale. Wale praising team nendeni mkae pale, na nyie mlioko kwenye mkae pale. Tunaenda kwenye session ya maombi. Maana tumesema kila siku jioni tutakuwa tukiomba maombi maalum. Na hapa kuna boksi la maombi. Andika kwa imani. Andika uje uyatumbukize mahali hapo. Yaandike uweke hapo. Na unapoweka, weka kwa imani. Kwamba Bwana kuna kitu atatenda. Maombi ni silaha. Ni mawasiliano baina yetu na Mungu. Tukiomba tunaongea na Mungu. Tulijifunza asubuhi na kwamba Mungu anawasiliana na sisi kupitia neno lake. Na hapa Mungu ameshawasiliana na sisi kupitia neno lake. Na sasa na sisi tunahitaji tuwasiliane naye kwa njia ya maombi.
wimbo namba 20, vitabu vidogo. Lakini katika maombi tunapokuwa tukiomba, tujue kwamba tunamuomba Mungu ambaye ni muumbaji wa vyote. Na wimbo huu unapoimbwa, tutaimba beti 2, na tukizimaliza, kila mmoja mahali alipo atapiga magoti na ataomba tu ombi la dakika 1. Atamwambia Bwana, ninatambua kwamba wewe ndiye muumbaji wa vyote. Umeumba mimi, ukaumba na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na ninakusihi nisilitukuze jina lingine lolote isipokuwa jina lako. Hivyo baada hapo tutaendelea na maombi mengine. Kwa hiyo tutaimba beti 2. Keti, lakini ombi letu ni fupi, maana tutaendelea na maombi mengine, kwamba ninatambua Bwana wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, nami umeniumba, vyote ni mali yako na mimi ni mali yako. Kisha tutaimba wimbo namba 140 baada ya ombi hilo fupi. ya mwisho.
Baba, tunajua ya kwamba sisi ni wanyonge na wadhaifu tusiostahili. Tunatambua sasa kwamba wewe ndiye muumbaji uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na ukatuumba na sisi. Na tunaamini sisi tusiostahili utatustahilisha na tufae mbele zako. Ndilo ombi letu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na kama tulivyoona kwamba pale juu Karmeli, Elia aliomba toba. Akasema, Bwana, ikiwa kuna jambo linalozuia maombi haya yasijibiwe, liondoe. Na maombi tunayoenda kuomba sasa, muombe Bwana akusamehe dhambi zako. Muombe Bwana akusamehe dhambi zako. Na hata inawezekana ungepewa diary, ungeandika asubuhi ukiamka, unaandika na bado umezisahau. Sasa zijumlishe tu kwamba Bwana nisamehe katika kuwaza kwangu, katika kutenda kwangu, katika kila jambo nilolitenda inawezekana ikawa ni ubaya. Bwana nisamehe. Labda nimezungumza vibaya, nimewaza vibaya, nimetenda vibaya. Bwana nisamehe. Fumba macho mahali ulipo, muombe Bwana akupatie toba, akupatie moyo wa toba katika maisha yako. Si hatujui umetenda jambo gani, hata nyinyi hamjui nilichokitenda. Lakini wote tumwambie Bwana tusamehe makosa yetu. Lakini wakati tunaposema hivyo, tumwambie Bwana kwamba tuwezeshe pia tuwasamehe wale waliotukosea. Baba na Mungu wetu, tunajua kwamba sisi ni wenye dhambi tusiostahili. Na inawezekana ungehesabu makosa yetu, hakuna ambaye angekuwa hai katika huu mkutano. Lakini ni kwa neema yako bado umetufunika na damu ya mwanao Yesu Kristo aliyomo katika msalaba wa Calvary. Tusamehe na utusafishe na udhalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Namba 40. Namba 40 kitabu kidogo. Namba 40 kitabu kidogo. Namba 40 kitabu kidogo. Tuongoze. Roho tukuoshe moyo wangu.
tumejifunza asubuhi kwamba tunapaswa kwenda, lakini katika unyonge tulio nao hatuwezi kwenda mpaka kile kilichosemwa na Yesu mwenyewe kwamba mtapokea nguvu akiisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Inawezekana hauna nguvu, inawezekana sina nguvu, lakini tukijawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, kazi yake aliyotutuma kwenda katika Mathayo 28:19 na 20, tutaamka na kwenda. Chukua muda kidogo, omba kwa ajili ya ujazo wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, pokea maombi ya wana wako na binti zako. Taji letu kuu katika maisha yetu ya kiroho ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa kuwa hii ni ahadi yako, kila aliyeamini mpatie hiyo nguvu, tuungane kwa pamoja tuimalize kazi yako. Tunaomba kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Roho kwa uzima uliotupatia, kwani magari yale yale waliopakia wenzetu ndio tuliopakia katika maisha yetu. Chakula kile kile walichokula wenzetu ndicho tulichokula, lakini sisi tuko hai. Ni watu wangapi wamepoteza maisha? Asante tu hata kwa maisha uliotupatia bado tuko hai, na mengi uliotupatia ambayo hatuwezi kuyataja katika maisha yetu. Hewa safi unayotupatia bure. Baba, tunakuja kwako tukikushukuru. Jina lako lihimidiwe sana. Na tuna mahitaji yetu hapa tuliposimama. Kila mtu ana mahitaji yake. Na hata hivi tunapoomba yuko anaorodhesha mahitaji yake, na mengine yamewekwa katika boksi la maombi. Bwana, yale yaliyo mahitaji yetu katika juma hili, katika mikutano hii, katikati ya mikutano hii, mianzo ya mikutano hii, mwisho wa mikutano hii, tupatie sawasawa na mapenzi yako. Tuna imani ya kwamba umetusikia, kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina lisiloshindwa. Amen.